Bwana, karibu sana katika bonge moja la movie la American Sniper. Hili ni movie kali sana. Bwana, mimi nakuletea movie ambazo zimesimama ile kinoma noma. Bwana, movie hii inaeleza kwa kina maisha ya kusisimua na kishujaa na wakati huo huo yenye kuhuzunisha ya Chris ambaye alikuwa mpiga risasi stadi sana, ambaye anakwenda kwa jina kama la Sniper, mwenye mafanikio makubwa kupitia wote katika historia ya jeshi la wanamaji la Marekani, yani Navy Seals. Bwana, movie hii inaanza kukuonyesha utoto wake huko Texas, ambapo baba yake alimfundisha jinsi ya kuwinda na kuwa na msimamo mkali katika maisha, akimwambia kuwa dunia kuna makundi mawili. Bwana, alimwambia kwamba kuna kondoo, mbwa mwitu pamoja na mbwa wa kuchunga, ambao kazi yao ni kuwalinda kondoo dhidi ya mbwa mwitu. Bwana, mafunzo haya utotoni yalijenga sana msingi imara sana katika maisha yake ya ukubwani, yakamfanya ajione ana jukumu la kulinda wengine na kukuza uwezo wake wa kipekee wa kulenga shabaha kwa usahihi wa hali ya juu uliokuja kumtofautisha na wanajeshi wengine wote waliwahi kuwepo katika kizazi chake. Bwana, wakati akitafuta mwelekeo wa maisha yake akiwa mtu mzima, Kyla alifika uamuzi mgumu sana lakini thabiti ya kujiunga na jeshi, akilenga kupitia mafunzo magumu na ya kutisha zaidi ya kikosi maalum cha Navy Seals. Kipindi hiki cha mafunzo kilijaribu uvumilivu wake wa kimwili, kiakili, kupitia mateso makali, kukosa usingizi na mazoezi ya kuchosha yaliyowafanya askari wengine kushindwa na kuacha njiani. Na hata hivyo, kutokana na uvumilivu wake wa kitajiri wa roho ya kikakamavu ya Kitexas, Bwana alifanikiwa kuhitimu mafunzo hayo kwa mafanikio makubwa sana, hatua iliyomweka rasmi kwenye mstari wa mbele wa kulitumikia taifa lake katika kipindi kigumu sana cha usalama Bwana duniani na kumwandama kukabiliana na Her arms aren't swinging, she's carrying something. They fry you if you're wrong. Ulimwengu wa kijeshi ulikuwa unakabiliwa na kubadilisha kabisa mustakabali wa maisha yake. Bwana, kabla ya kwenda vitani, maisha yake binafsi yalichukua mkondo mpya alipokutana na mwanamke aliyekuja kwenye maisha yake ambaye anaitwa Taya. Walikutana kwenye bar moja, na licha ya mwanzo kuwa na utani na mvutano wa hapa na pale, uhusiano wao ulikuwa wa kasi ya ajabu. Hatimaye wakafunga ndoa haraka kabla ya yeye kuitwa kwenye operation ya kwanza ya jeshi. Bwana, harusi yao ilikuwa ya furaha kubwa sana, lakini kivuli cha vita kilikuwa tayari kinamnyemelea furaha hiyo walionayo. Bwana, kwani haukupata hata muda mrefu tangu kuapishwa kwake, ndipo Kyla alipopokea amri ya kusafiri kwenda Iraq, jambo ambalo liliacha simanzi kubwa sana kwa Taya, ambaye alianza kuona ukweli mchungu wa kuwa mke wa mwanajeshi aliyehudumu katika vikosi maalum vya hatari kubwa. Bwana, safari yake ya kwanza ya kwenda vitani nchini Iraq ilianza mara tu baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Bwana, matukio hayo yalikuwa yamechochea hisia za kizalendo ndani yake na mwenzake kulipiza kisasi na kulinda usalama wa nchi yao. Bwana, alipofika kwenye uwanja wa vita mjini Lamadi, na alijionea ukali wa ukatili wa vita ya mjini, ambapo maadui hawakuwa na sare maalum, bali walikuwa ni wanamgambo waliotangamana na raia wa kawaida sana. Bwana, akiwa juu ya magorofa yaliyoharibiwa kwa mabomu, Kyla alitumia bunduki yake maalum kutoa ulinzi wa karibu sana kwa askari wa miguu waliokuwa wakisafiri mitaa kwa mitaa, nyumba kwa nyumba, akitumia kipaji chake cha ajabu sana kutambua hatari kabla haijatokea na kuokoa maisha ya mamia ya wanajeshi wenzake wa Marekani. Bwana, uwezo wake mkubwa wa kuunda maadui kutoka umbali mrefu ulianza kuvutia sifa kubwa kutoka kwa viongozi wake wa kijeshi na kuogopesha maadui ambao walimpatia tabu sana ya kutisha, na hata kuweka zawadi kubwa ya fedha kwa kichwa chake katika kipindi hiki chote cha mafanikio ya uwanjani. Bwana, aliongoza operation nyingi sana za hatari zilizomweka katika mapigano makali ya risasi na milipuko ya mabomu ya kutegwa chini na yale ya kurusha kwa mkono. Bwana, licha ya kufanikiwa kuokoa maisha mengi, kila siku ilipopita iliongeza mzigo mzito sana wa kiakili kwenye ubongo wake, kwani alishuhudia vifo vya marafiki zake wa karibu sana waliouawa vitani, jambo lililoanza kumwacha na majeraha ya kisaikolojia ambayo mwanzoni alijaribu kuyaficha kwa kuyapuuza sana.
Bwana, wakati huo uhusiano wake na mke wake Taya ulianza kupitia majaribu makubwa sana kupitia simu za satellite na video ambazo mara nyingi zilikatishwa na milio ya risasi au mabomu kutoka uwanja wa vita. Bwana, Taya alikuwa akijifungua mtoto wao wa kwanza akiwa peke yake nyumbani nchini Marekani, wakati mume wake akiwa anapigana huko Iraq, hali iliyozidi migawanyiko na kihisia na kumweka Taya katika upweke mkubwa, huku akihofia kila siku kupokea simu ya taarifa za kifo cha mumewe. Bwana, kila alipokuwa akirudi likizo fupi nyumbani, Kayla alionekana kuwa mwili tu, lakini akili na mawazo yake yalikuwa vimeshaisha kwenye uwanja wa vita huko Iraq, akishindwa kuwasiliana vizuri na familia yake na kujihisi hana amani hadi pale anaporudi tena vitani kwa kile alichoamini ni wajibu wake mtakatifu kwa nchi yake ambayo anaipenda sana. Bwana, kadri ziara zake za vita zinavyozidi kuongezeka hadi kufikia 4, ndivyo hali ya kisaikolojia ya Chris inavyozidi kuwa mbaya zaidi, huku akiongozwa na hamu kubwa ya kuwinda na kumkamata au kumuua mpiga risasi mkuu wa upande wa pili aliyekuwa tishio kubwa sana kwa wanajeshi wa Marekani aitwaye Mustafa. Bwana, Mustafa alikuwa ni mwanariadha wa zamani wa Olympic aliyekuwa akitumia ustadi wake wa kulenga shabaha kuu kuua wanajeshi wa Marekani, jambo lilofanya vita hiyo ya kusaka ushindi kuwa ya kibinafsi zaidi kati ya wataalamu hao wawili wa bunduki ndefu. Katika mapambano ya mwisho ya kukata na shoka kati yao, Kayla alifanikiwa kumwona Mustafa na kupiga risasi ndefu zaidi katika maisha yake ya kijeshi, hatua iliyomuua adui yake hapo hapo, lakini ikamweka wazi kwa maadui wengine walioamini mvua ya risasi iliyomlazimisha kukimbia kwa shida kubwa sana. Bwana, kilele cha utumishi wake wa kijeshi kilimwacha akiwa amevunja rekodi rasmi ya kuua maadui wapatao 160, ingawa idadi hiyo sio rasmi. Iliaminika kuwa zaidi alilolifanya ni kubwa sana, lilomfanya aheshimiwe kama shujaa wa kitaifa nchini Marekani. Na hata hivyo, mzigo wa vita ulimlemea kiasi cha kumfanya achukue uamuzi mgumu wa kustaafu jeshi na kurejea rasmi nyumbani ili kujaribu kujenga upya maisha yake ya ndoa na familia yake. Bwana, kurudi kwake nyumbani hakukuwa nafuu kama ilivyotarajiwa, kwani alijikuta hawezi kuendana na maisha ya kiraia na kuendelea kuishi katika hali ya tahadhari kubwa ya kiakili iliyosababishwa na ugonjwa wa msongo wa mawazo baada ya vita. Bwana, alikuwa akipata hasira ya ghafla na kushangazwa na sauti ndogo kama ya televisheni na kushindwa kujumuika na jamii yake, jambo lilomfanya Taya kufika ukingo wa kumwacha kabisa kama asipobadilika. Bwana, ili ni bonge moja la movie. Sniper hii hapa ishatoka 2026. Mnyama mkali nimekuletea. Hii ni noma sana. Bwana, napenda nikuache nikisema kwamba hii ni Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, mzee wa movie OG.